Mwambie Yesu sumbuko lako. Unayalilia yapitayo, mwambie Yesu sumbuko lako. Ngombe tuongoze katika wimbo huu. Umechoka, je, umesumbuka? Mwambie Yesu sumbuko lako. Unayalilia yapitayo, mwambie Yesu pekee. Mwambie Yesu sumbuko lako. Yu rafiki amini, hakuna rafiki kama yeye. Mwambie Yesu pekee. Leo tunaangazia habari ya kuwaombea wengine. Jana ilikuwa ni kuomba. Tunapokuja madhabahuni, mara nyingine hatuwezi kuomba peke yetu. Mara nyingine hatuwezi kuomba, nguvu ya kuomba inaisha, na hivyo inabidi uungane na wapendwa katika maombi, kuomba pamoja na wengine. Leo sio kuomba tu kwa pamoja na wengine, leo kuwaombea wengine. Kuwaombea wengine. Biblia inasema katika kitabu cha waraka wa Yakobo kwa watu wote, sura ile ya 5:16, neno la Bwana linatuambia tunapokuja madhabahuni, anasema basi ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Moja ya huduma kubwa ambayo Mkristo anaweza kutoa kwa mwingine si fedha wala si ushauri wala uwepo tu wake pekee. Moja ya huduma ya Mkristo wa kweli ni pamoja na kuwaombea wengine. Kuna vita ambavyo watu wanapitia kimya kimya, wewe bila kujua. Yako mapambano. Moja ya posti zangu kwenye social media zangu ni hii ya kwamba kila mtu unayemuona, ninataka nirudie hii tena, kila mtu unayemuona, awe amependeza awe hajapendeza, awe mrefu awe mfupi, awe na mali awe masikini, awe msomi ama si msomi, nataka kukwambia kila mtu unayemuona kuna vita anayopitia ambayo hakuna anayejua. Na kwa sababu ya vita hii, uwe mwema, waombee wengine. Kuombea wengine si tendo, ni tendo la upendo, ni tendo la huruma, ni tendo la ushirika wa kiroho. Ni kusimama mbele za Mungu kwa ajili ya mtu mwingine kama vile ungesimama kwa ajili yako mwenyewe. Biblia imejaa mifano ya watu waliowaombea wengine. Sikiliza hili. Kuombea wengine kunadhihirisha moyo wa Kristo. Yesu alipokuwa msalabani, akaomba akasema, Baba uwasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Hata katika maumivu ya Yesu alionyesha kuwafikiria wengine, aliwaombea wengine. Hii inatufundisha ya kwamba kuombea wengine ni tabia ya Kikristo. Lakini sikiliza hili. Maombi yanaleta baraka. Kuwaombea wengine kunafungua milango ya baraka katika maisha yako. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Kuwaombea wengine kunafungua milango ya baraka. Hebu sikiliza hili katika kitabu cha Ayubu sura ya 42 fungu la 10. Ayubu sura ya 40 fungu la 10, Biblia inasema, kisha Bwana akaubadili uteka wa Ayubu alipowaombea rafiki zake. Yaani Ayubu alipowaombea rafiki zake,
Bwana akambariki maradufu. Ninataka kukuambia wewe unanisikiliza hapa Njombe, wewe unanisikiliza kwenye kituo, wewe unanisikiliza pale Musoma, pale Singida, pale Mara, pale Mwanza, wewe unanisikiliza pale Misufini, wewe unanisikiliza pale Mtwara, wewe unanisikiliza kule Kilwa, sikiliza, kuna nguvu ya kuwaombea wengine. Kuna baraka katika kuwaombea wengine. Unapokuja madhabahuni, usije na mambo yako peke yako, njoo pia na mambo ya wengine, na kadri utakavyoombea wengine ndivyo baraka za Bwana zitakavyokuandama. Bwana Yesu asifiwe. Ayubu alipowaombea wengine, mibaraka ilifunguka, mibaraka iliongezeka, baraka zilizidishwa mara 2 mara 3. Lakini pia kuwaombea wengine kunavuta nguvu katika maisha ya wengine. Ngoja nikwambie kitu, tunaombea watu hapa Njombe maili nyingi, mamia na mamia ya maili. Watu wanapokea miujiza, watu wanapokea majibu, watu wanapokea mibaraka, watu wanapokea. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kutokea hapa Njombe, nataka kuambia mamia ya maili, watu wanapokea baraka. Na ngoja nikwambie, tunapowaombea wengine huko mbali, Njombe hatutabaki kama tulivyo. Njombe haitabakia kama ilivyo, tutapokea maradufu. Haleluya! Punga mkono kama unapokea maradufu katika jina la Yesu. Tunapoombea wengine, tegemea mibaraka maradufu. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Acha kuja kwenye madhabahu kibinafsi. Wewe ni mimi tu. Kila ukija kwenye madhabahu ni mimi, mpaka malaika wanakushangaa. Huna watu wa kuombea, mpaka malaika wa mbinguni wanakushangaa. Huna wengine. Wewe kila ukija, mimi tu, sina chakula, sina nguo, watoto wangu, mume wangu, yangu, changu. Wewe, mimi. Tubadilike, tuwaombee wengine. Haleluya! Hata kama hawaelewi, hata kama hawajui kwamba unawaombea, waombee na wewe, mibaraka ya Bwana itakufuata. Haleluya! Tunaporejea madhabahuni leo, tunaombea wanafunzi waliohitimu na hawana vyeti. Njoni hapa wanafunzi hawana kazi, yani una cheti, una kazi. Wewe mwenyewe unajua umehitimu na hujapata kazi, njoo hapa. Njoo, wala usiogope. Umehitimu chuo, una cheti, una degree, una hata na masters na huna kazi. Wewe njoo hapa, wala usiogope. Njoo, unawawakilisha maelfu na maelfu walioko kule nje, wahitimu ambao wamehitimu vyuo na bado hawajapata kazi. Nina habari njema kwako, ninataka kukubariki jioni ya leo. Tunataka kuombe kwa ajili yako. Asante sana. Nani wengine ambao wamehitimu na ambao hawajapata kazi? Wewe tembea. Jua kwa maombi yako mimi nitasimama tena. Jua kwa maombi. Njoo hapa rafiki, njoo tu hapa, njoo. Nitabarikiwa. Jua kwa maombi yako mimi nitasimama tena. Tufanye bidii. Jua kwa maombi yako nitabarikiwa. Jua kwa maombi yako mimi nitasimama tena. Jua kwa maombi yako nitabarikiwa. Jua kwa maombi yako mimi nitasimama tena. Jua kwa maombi yako nitabarikiwa. Jua kwa maombi yako mimi nitasimama tena. Jua kwa maombi yako nitabarikiwa.
Haleluya. Sasa nina mambo machache kwa ajili yenu ninyi marafiki zangu wahitimu. Nina habari njema kwa ajili yenu. Bwana atawapatia kazi. Mbona mseme amina? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na kazi ziko nyingi. Ushauri wangu mfupi kwenu, kama hamwajiriwi, ninyi mtatengeneza ajira za wengine. Jamani, mtatengeneza ajira za wengine. Alafu niwape tena habari njema. Kazi sio Njombe tu, kazi sio Mbeya peke yake, kazi sio Iringa peke yake, kazi sio Dodoma peke yake, kazi sio Dar es Salaam peke yake, kazi sio Tanzania peke yake. Tunawaombea mupande ndege mukafanye kazi huko Dubai, huko Uarabuni, huko Europa, huko Amerika, huko. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, jina la Bwana lisifiwe. Tunawaombea, msiangalie tu hapa Njombe. Ninyi ni watu mliofunguliwa. Najua wengi mmeapply kazi na bado majibu hayajaja. Petro akamwambia Yesu, kwa neno lako ninashusha tena nyavu. Na mimi nakuambia katika jina la Yesu, nenda tena ka-apply. Fungua mawazo yako yawe mapana. Fungua mawazo yako yaende mpaka nje ya mipaka ya Tanzania. Fungua mawazo yako uongeze ajira. Ufanye kitu ambacho kitawaajiri wengine. Baba yetu na Mungu wetu, vijana hawa waliosimama mbele yetu ni wawakilishi wa vijana wengi walioko kule nje, vijana wengi walioko vituoni. Baba, kijana yeyote anayejifungamanisha na maombi haya, mzazi yeyote anayemleta mwanawe kwenye madhabahu jioni hii ya leo, Baba wa mbinguni, ninawaombea vijana wahitimu. Bwana, ukawafungulie milango ya ajira, milango ya kuajiriwa. Na Bwana, hata kama hawataajiriwa, Bwana, fungua mawazo yao, wao wenyewe wakawe waajiri. Bwana, tunawaombea ya kwamba kama si hapa Mbeya, kama si hapa Njombe, kama si Mbeya, kama si Iringa, kama si Dodoma, kama si Mwanza, kama si Arusha, kama si Dar es Salaam, kama si Tanzania, kuna Afrika Mashariki. Kama si Afrika Mashariki, kuna Afrika kwa ujumla. Kama si Afrika kwa ujumla, kuna ulimwengu uko mbele ya hawa vijana. Baba, ninaomba kwa ombi hili, siku moja kijana fulani atoe ushuhuda kwamba kwenye maombi ya kurejea madhabahuni Tumaini Lenye Baraka Njombe Net Event, Bwana alifungua njia na kazi ikapatikana, mafanikio yakapatikana, ukombozi wa familia ukarejea. Yesu, asante kwa neema yako, kwa baraka zako. Bwana, hatuachi kuwaombea wagonjwa walioko mahospitali. Bwana, tunaomba miujiza ya uponyaji. Tunaomba miujiza ya kuponywa. Tunaomba miujiza ya kuinuliwa. Yeyote anayefungamanishwa na maombi ya madhabahu hii, Baba, tunakusihi watembelee watoto wako, wabariki watoto wako, wainue watoto wako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunamwombea mchungaji Baraka Sadoki Butoke, atakapokuja tena jioni ya leo, mpe neno kwa ajili yetu, mpe mafunuo kwa ajili yetu, mpe baraka kwa ajili yetu, katika jina la Kristo Yesu, Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Amen. 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 Mungu awabariki sana vijana. Ninawatakia neema ya Bwana.